Sasa Suma Mnazareti bwana ni mmoja wa wasanii ambao wamekuwa wakitoa maoni ama wakicomment kwenye baadhi ya videos ambazo zimekuwa zikiendelea zikitokea, aidha ni wimbo, yani sehemu ambayo yeye anakuwa na uwezo wa kutoa maoni yake, basi amekuwa akitumia hilo jukwaa kuyatoa yale ambayo anaona ni sahihi, kwa maana ya kuyazungumza. Sasa bwana na Suma Mnazareti yeye amejikuta akipokea na comment za kutosha, yani zaidi ya comment 500 kwa zimeelekezwa kwa Suma Mnazareti baada ya kukosoa na kuelezea kuwa wimbo mpya wa mwanamuziki Diamond Platnumz na Tulizana si wimbo mkali wenye hadhi ya kimataifa. Sasa msikilize mwenyewe Suma Mnazareti hapa wakati anazungumza ama anachambua huo wimbo, kwa nini huo wimbo hauna hadhi ya kimataifa. Sikiliza hapa. Bana, nimesikiliza wimbo mpya wa Diamond Platnumz. Nimesikiliza wimbo mpya wa Simba la Masimba Dangote na Tulizana. Masikio yangu yakaniambia sijasikia kitu kipya. Sijasikia kitu tofauti. Nikana kwamba nimesikia mziki ambao nilishawahi kuusikia kutoka kwa Diamond before. Mashairi, melody ni kama kitu ambacho nishawahi kukisikia before. Sikutarajia Diamond Platnumz kuja na wimbo wa aina hii kwa wakati huu. Mwaka jana alitupa nani? Pure Bongo Flavor. Akatupa Msumari, Pure Bongo Flavor. Nilitarajia mwaka huu wa 2026 atupe mziki mwingine, mziki wa kwenda kushindana kimataifa. Kwa nini? Diamond Platnumz ameshashinda vikombe vyote vya mashindano ndani ya nchi hii. Hivyo kwa sasa hatakiwi kutoa mziki wa kushindana na watu ndani ya nchi hii. Wimbo huu wanatulizana ni aina za nyimbo za Kusa, aina za nyimbo za J Melody, aina za nyimbo za Lord Music, mziki wa nyumbani kabisa. Diamond kwa sasa hatakiwi kurudi kushindana nyumbani, kwa sababu nyumbani ameshashinda vikombe vyote. Nilitarajia, nimeona mwaka jana akiwa studio na Fabulous, akiwa na Trey Songz, nilitarajia kusikia mziki wa kimataifa. Haya mambo ya utamaduni, sijui Valentine natoa nyimbo ya mapenzi. Wewe ulishawahi kumuona Rema, Asake, Wizkid, Burna Boy, Davido, Tyler, sijui nani anatoa wimbo kisa Valentine, eti wimbo wa mapenzi msimu wa Valentine? Yes, so umemsikia hapo Suma Mnazareti ambaye amezungumza kutokana na kile ambacho yeye anaona. So ametoa ushauri mzuri kusema ukweli, lakini sasa mashabiki na wale ambao wamekuwa karibu na msanii Diamond kama wanaona kama mwanamuziki kama ana chuki hivi binafsi, lakini nikwambie tu maoni yalikuwa ni mengi sana mpaka kufikia zaidi ya 500, lakini miongoni mwa watu ambao walicomment kwenye hiyo video ambayo imekuwa gumzo sana kwa kile ambacho amekizungumza Suma Mnazareti ni mbunge wa Kigoma mjini. Hapa namzungumzia official Baba Levo. Yeye bwana ameandika hivi kwenye comment pale ya page ya Instagram ya Suma Mnazareti, ameandika, ukitaka kujua kama haujajua ulichokiongea ungetuambia huo mziki unazuiwaje kupenya kimataifa? Gitaa zake sio nzuri au vinanda vyake havipendwi kimataifa au mataifa hayapendi nyimbo za mapenzi za Valentine? Kwani wewe unazungumzia mataifa gani? Akaeka emoji za kucheka. Afanye na Fabulous. Kwa nini huyo Fabulous asifanye mwenyewe ngoma mpya ikaiti kimataifa? Mimi naanza Lukuga afanye na kina Kendrick Lamar, Cardi B, Nicki Minaj. Wewe unawaza wasanii wazee wenzako. Afakeka emoji za kucheka. Suma Mnazareti naye pia akaja akamention pale Baba Levo na kuweka zile emoji za kucheka. So hiyo ni sehemu tu ya kile ambacho kimeonekana kuwavutia watu wengi sana, japo ni sehemu ya issue moja inaonekana kwa serious, lakini ukiangalia hapa kwa Baba Levo na Suma Mnazareti ni kama wamemaliza kiutani fulani hivi, lakini ni sehemu tu ya kile ambacho Suma Mnazareti alikizungumza kama sehemu ya kutoa maoni yake kama mdau, kama msanii, na ni mtu ambaye anajua vitu vingi sana kwa maana ana uzoefu na kila aina ya muziki ambao umekuwa ukifanyika kwa experience yake ambayo amekuwa nayo kwa hapa nyumbani nchini Tanzania.